Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako ongera kuwepo tena siku ya leo. Naomba upate nafasi pa kukaa, unaweza ukaketi, kama ni kwenye majani, kaa popote pale. Utakapoweza kulisikia neno la uzima, pata mahala pa kukaa uweze kuketi kwa ajili ya wakati mzuri sana wa neno la uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya leo Jumapili ambayo Mungu ametupa. Nikupongeze kwa ajili ya ibada mbalimbali ambazo zimefanyika makanisani. Mungu akutunze sana na kila mmoja. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa ajili ya somo la leo, pale ulipo, unapokuwa na utulivu mzuri kabisa, hebu inamisha kichwa chako. Nataka nimshukuru Mungu sasa kwa ajili ya somo letu la leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu ya rehema na fadhili zako ni za milele sana. Tuko mbele zako Baba, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba neema yako na fadhili zako zitutunze watoto wako leo katika neno hili. Utufundishe Bwana, utusaidie kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba jioni ya leo utufundishe kama vile ulivyotufundisha tangu juzi, jana na hata leo. Mungu katufungue popote pale tuliposhikwa, tukaachiliwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa ukombozi. Naomba Bwana kwa ajili ya makundi ya watu ambao wako pamoja na sisi kwa njia ya mtandao katika madhabahu ya Injili ya Wokovu TV YouTube. Asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako katika jina la Yesu Kristo. Waguse na wao pia Bwana, wafundishe kama vile unavyotufundisha sisi hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na wakati mzuri sana kwa habari ya neno la uzima na tumejifunza mambo kadhaa ya usuyo familia. Tumeangalia tangu siku ya Jumatano kwa habari ya hatima ya mtu mmoja mmoja. Tukaangalia kwa habari ya mazuio ndani ya familia. Tukaangalia masomo kadha wa kadha, vifungo vya familia. Tukaangalia kwa habari ya shida ambazo zinahusiana na familia zetu. Lakini pia tukaangalia kwa habari ya urithi mbaya ndani ya familia. Na Mungu akatusaidia sana Jumamosi. Tukamwona Mungu kipekee sana, watu wa Mungu akifunguliwa, watu wa Mungu akiponywa, watu wa Mungu akipewa hatua nyingine, na Mungu atawatunza, watafika kwenye hatima yao. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa, na somo langu leo linahusiana na vyanzo vya matatizo katika familia. Ni wiki ya familia, kujifunza mambo ya usuyo ndani ya familia. Tunajifunza kwa habari ya vyanzo vya matatizo ndani ya familia. Mgeukie jirani yako kushoto au kulia, mwambie vyanzo vya matatizo. Mwambie tena vyanzo vya matatizo ndani ya familia. Leo naomba kuwe na utulivu mzuri sana, nikufundishe neno uweze kulielewa. Watu wa Mungu, tunapozungumza kwa habari ya vyanzo vya matatizo, kila unachokiona duniani leo kina chanzo chake. Na namna bora ya kutatua tatizo, kutibu tatizo. Namna bora ya kutatua tatizo, kuliondoa tatizo kwa 100%. Sio kutibu tatizo, hapana. Ni kuondoa vyanzo vya tatizo. Kwa mfano, ukitaka kukata mti, ukitaka kuondoa mti uliopandwa eneo fulani, ukikata matawi unakuwa ufanyi kitu, kwa sababu baada ya muda yatamea tena. Lakini ukiung'oa mti kama ulivyo na vyanzo vyake vya mizizi, ukautupa mbali, hautakuja kuota tena. Kwa hiyo namna bora ya kuondoa matatizo kwenye familia, namna bora ya kuondoa matatizo kwenye maisha yetu, namna bora ya kuondoa matatizo kwenye ukoo, matatizo kwenye ajira, matatizo kwenye ndoa, matatizo kwenye kazi, sio kutibu tatizo, hapana, ni kuondoa vyanzo vya tatizo. Amen. Kwa hiyo leo tunapojifunza kwa habari ya vyanzo vya matatizo kwenye familia zetu, ni neno ambalo Mungu ametupa, kwa sababu ndani ya familia yetu kuna matatizo kadha wa kadha.
Tuanze kuchunguza maandiko matakatifu, kitabu cha Marko sura ya 9. Injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya 9, ule mstari wa 17. Nitasoma maandiko haya, stori hii naomba unisikilize vizuri sana. Nisikilize kwa utulivu ili leo uweze kupata kitu cha tofauti sana, kwa sababu ni jambo la kifamilia. Marko sura ya 9:17, Biblia inasema, mtu mmoja katika makutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila mpagapo umbwaga chini, naye utoka pofu na kusaga meno na kukonda. Nikasema wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Mstari wa 20. Wakamleta kwake, hata alipomuona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka akagaagaa. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize, lakini akiweza neno lolote atuhurumie na kutusaidia. Mstari wa 23. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Hebu sema, yote yawezekana kwake aaminie. Rudia tena, yote yawezekana kwake aaminie. Muulize mwenzako, je, unaamini? Mstari ule wa 24. Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Na Yesu akiona ya kuwa mkutano unamkusanyikia mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimuingie tena. Naomba unisikilize vizuri sana. Baba huyu alikuwa na mtoto mwenye matatizo. Huyu mtoto alikuwa na tatizo la ububu. Mtoto alikuwa na tatizo la kutosikia. Ana shida ya kuongea na ana shida ya kusikia. Watu wakajua ni matatizo yanayomhusu mtoto. Lakini chanzo cha matatizo ya mtoto huyu ni pepo mchafu aliyemwingia. Pepo alimuingia mtoto, alafu pepo akazuia uweza wa kuongea, alafu pepo akazuia uweza wa kusikia. Lakini wakati mwingine huwa anamtia kifafa. Utaona pale akambwaga chini, akamtia kifafa. Kwa hiyo unaweza kuona ni ndugu yetu mwenye ugonjwa wa kifafa. Unaweza kuona ni mtoto mwenye shida ya kutoongea. Unaweza kuona ni mtoto mdogo ambaye hasikii vizuri. Wewe unaweza kumuona ni kiziwi. Unaweza kumuona ni bubu. Kumbe ububu alionao umesababishwa na viumbe wasioonekana kwa macho. Haleluya, watu wa Mungu. Ububu alionao umesababishwa na roho chafu iliyomwingia. Watu wa Mungu, nisikilizeni vizuri sana. Kwenye familia zetu tuna matatizo kadha wa kadha. Tuna shida kadha wa kadha. Lakini shida nyingi tulizo nazo sio shida original. Ni matatizo yaliyotengenezwa na mapepo wachafu. Nikupe tena mfano wa andiko la pili, Mathayo sura ya 9 mstari wa 32. Mathayo sura ya 9 na ule mstari wa 32. Nataka nikushibishe maandiko leo ili uondoke ukiwa mzito na neno la uzima. Biblia takatifu inasema, Mathayo sura ya 9 mstari wake wa 32. Hata hao walipokuwa wakitoka, tazama, alimleta mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa, yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu, wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Wanamleta mtu mwenye pepo, lakini pia mtu huyu alikuwa ni bubu. Hawezi kuongea. Pepo ni roho, hawezi kuonekana kwa macho. Lakini ububu unaweza ukauona kwa mtu kwa sababu hana uweza wa kuongea. Mtu huyu alikuwa na tatizo la ububu, lakini shida alionayo haikuwa shida original. Ilikuwa ni shida iliyotengenezwa na mapepo wachafu. Kuna watu wana matatizo leo kwenye familia zetu. Kuna watu wana shida ya vichomi.
Kuna watu wana UTI sugu, kuna watu wana PID, kuna watu wana mauvimbe matumboni, kwenye uzazi, kwenye vizazi vyao, mifuko ya uzazi na uvimbe, lakini uvimbe alionao ni pepo mchafu kasababisha. Leo tuviambia vyanzo vya matatizo vituachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, kanisa la Mungu. Miaka mingi nyuma niliwahi kwenda chuo cha ualimu kwenye mkoa wa Lindi, kule eneo linaitwa Newala. Kuna chuo kinaitwa Kitangali. Tukiwa wanafunzi wa chuo miaka ya zamani sana, chuo cha ualimu, nikiwa kama mwanafunzi wa chuo pale, siku moja tumekwenda kuokota kuni. Katika kuokota kuni tukiwa tunarudi chuoni, mwanafunzi mwenzetu mmoja wapo ghafla akashikwa na roho chafu, akajikuta hawezi kuongea, amekuwa bubu mbele ya macho yangu. Tukiwa wengi, kila mmoja na mzigo wake wa kuni, tunarudi shuleni. Lakini sasa yule mwenzetu ghafla akawa bubu mbele ya macho yetu, akaanza kuongea vitu vya ajabu. Ashukuriwe Mungu, mimi nilikuwa naliitia jina la Bwana wakati ule. Nilipoona ya kwamba amekuwa bubu, mimi nikamwekea mkono, nikaanza kukemea ile roho, nikamfukuza pepo kwa mara ya kwanza. Yule pepo akatoka, bubu akaongea. Mtu yule ni mwalimu leo, tangu hivi naongea na wewe, mtu yule ni mwalimu wa shule ya serikali mahala fulani. Tulipokuwa tunatembea tena hatua 5 mbele, ile pepo akamuingia, akawa bubu tena. Nikamwekea mkono na kumkemea, pepo akamtoka, akawa mzima. Mungu alikuwa ananifundisha mambo kadha wa kadha. Kuna watu wana matatizo ya UTI sugu, kuna watu wana matatizo ya ukimwi, kuna watu wana shida za kisukari, kuna watu wana shida ya kansa, kuna watu wana pumu, kuna watu wana uvimbe. Lakini matatizo alionayo, kuna mtu kikaa ndani ya mwili wako kuna vitu vinatembea. Kuna mtu kifika usiku unapata mateso, unatamani ifike mchana. Kuna mtu kikaa kuna kitu kinakwambia unakufa wakati wowote. Yani una pressure, una hofu ya mauti, una pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Kumbe chanzo cha pressure ni pepo mchafu aliyekaa ndani yako. Leo nasema kutokea madhabahuni, kama Bwana Mungu aishivyo, kila pepo aliye ndani ya mtu leo anayekusababishia matatizo, leo tutamwapisha kwa damu ya Pasaka, aondoke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Mwambie jirani yako, leo tuwafungashie vilago, waondoke zao. Usikubali kuondoka hapa kwenye uwanja huu. Usikubali kuondoka hapa na shida ulionayo. Kama una magonjwa yoyote, kama una shida yoyote, leo tuiambia imetosha sasa, wakuache uende zako. Haleluya. Kuna watu wengi wanakwenda hospitali mara tena na tena. Daktari anampima, anamwambia tuoni ugonjwa, lakini yeye mwenyewe anaumwa. Anasema jamani, ninaumwa, dalili za malaria, dalili za ugonjwa wa tumbo, wanakuambia hatuoni ugonjwa wowote. Madaktari wengine wasiomjua Mungu wanakuambia atakuwa ni mambo ya Kiswahili, nenda kacheki kwa wataalamu. Manake ni jambo la rohoni, uweze kulitibu kimwili. Kuna watu wana shida za rohoni ambazo zimesababishwa na mapepo wachafu. Leo tuambie mapepo wale imetosha sasa, muache mtu wa Mungu awe huru katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ngeukia jirani yako tena, mtingishe, mwambie leo uwe huru kwa damu ya Yesu. Mwambie tena leo uwe huru na watoto wako. Kati ya mambo ambayo watu wengi wamekosa majibu ni mambo ya rohoni. Nisikilize kidogo. Ulimwengu huu unaouona, ulimwengu huu unaouona, una miti, una nyumba, una majani, una vitu kadha wa kadha. Huu ni ulimwengu wa mwili. Ulimwengu huu sio wa kwanza. Ulimwengu wa kwanza ni ulimwengu unaitwa ulimwengu wa roho. Wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, wakati Mungu anafanya uumbaji, alikuwa katika ulimwengu wa roho. Anatamka vitu vinatokea kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili ni ulimwengu ulioumbwa, ni ulimwengu wa matokeo. Jambo lolote alianzia mwilini kwanza, mambo yote yanaanzia rohoni kwanza. Wakikufunga rohoni, unafungwa na mwilini.
Kuna watu kwenye ulimwengu wa mwili wamepata ajali, lakini ajali zao zilitokea tangu kwenye ulimwengu wa roho. Aliwahi kuota mauti, aliwahi kuota ajali, aliwahi kuota anapigana, aliwahi kuota anapigwa, aliwahi kuota anaanguka kwenye jengo refu, alafu akapuuzia. Ilipotokea ndio akasema, isee, ni kama niliwahi kuota hii ndoto, lakini chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Leo tunauambia ulimwengu wa roho nao kuonea wewe, ukuachie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikuongezee maandiko kidogo, alafu nikupe maelezo ya kutosha. Kitabu cha Mathayo sura ya 12. Mathayo sura ya 12. Angalia sura ya 12 na ule mstari wa 22. Mathayo sura ya 12 mstari wa 22. Naomba nianzie mstari wa 22. Biblia takatifu inasema, wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo. Hebu sema mwenye pepo. Rudia tena, mwenye pepo. Kipofu, naye ni bubu. Anasema wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo, naye ni kipofu, pia bubu, akamponya. Nataka uone mambo haya. Mtu huyu alikuwa na pepo. Pepo ni roho, huwezi ukamuona kwa macho. Lakini pia mtu huyu alikuwa ni bubu, hawezi kuongea. Unamwambia zangantuli, anakwambia hawezi kuongea. Lakini pia alikuwa kipofu, anakwenda kwa kupapasa. Kwa hiyo wewe ungemuona leo, ungesema yule kaka kipofu amepita, yule kaka bubu amepita. Yule bubu umemuona wapi? Alikatisha kule. Kumbe ububu alionao sio ububu original, ni roho imemuingia, inamgeuza na kuwa bubu, hawezi kuongea. Cheki Bwana Yesu alichokifanya. Mstari wa 22, nirudia tena, Mathayo 12:22. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Kwa hiyo anachokifanya Yesu ni kumuondoa pepo aliyo ndani ya mtu. Tuna watu leo wana shida kadha wa kadha. Tuna watu ndani ya familia zetu. Unaweza kuwa ni mama wa familia, unaweza kuwa ni baba wa familia, unaweza kuwa ni kaka wa familia, unaweza kuwa ni dada wa familia. Mapepo hawaangalii kwamba wewe ni baba au ni mama. Ukikaa vibaya wanakutawala, wanakuingia. Pepo anaweza kukuingia akasababisha kisukari, anaweza kukuingia akasababisha kansa, anaweza kukuingia akasababisha uvivu, anaweza kukuingia akasababisha kichomi, anaweza kukuingia akasababisha nuksi, balaa na mikosi. Lazima ukiyatambua haya sasa useme haiwezekani. Hata kichomi nilicho nacho nakataa kwa jina la Yesu. Kisukari nilicho nacho nakataa kwa jina la Yesu. Kansa nilionayo nakataa kwa jina la Yesu. Ukimwi nilionao nakataa kwa jina la Yesu. Ukikataa, pepo anasikia umekataa, atajua umekataa. Na Biblia inasema wazi, kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Wokovu utaupata kwa kukiri, wala sio kuamini peke yake. Unatakiwa kukiri uzima. Leo ukiri uzima mwili wako kwa jina la Yesu Kristo. Yandala basaka ribosaya. Shangilia Bwana makutano, haleluya. Kwa hiyo tuna watu wengi sana, maisha walionayo wametengenezewa. Kuna mtu ni mwizi, maisha ya wizi katengenezewa. Kuna mtu ni mchawi, nisingependa kumpandisha hapa kumfanya kama ushuhuda kwa sababu ya afya yake ya maeneo haya. Lakini jana Jumamosi, mnakumbuka hapa tumekuwa na ibada yenye moto sana. Na mtu mmoja ambaye hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi, Mungu amemfungua hapa jana. Pigia Bwana makofi, haleluya. Pigia Bwana makofi mengi sana. Mwambie mwenzako, Bwana anafungua watu wake. Mwambie tena, Bwana anafungua watu wake. Nisingeweza kumleta hapa wala sitamfanyia ushuhuda hapa mbele, lakini lazima tu niyaseme kwa sababu ya afya yake. Haleluya. Na sasa amemkiri Yesu na ni mtumishi wa Yesu. Haleluya. Na Mungu anapokea utukufu wake. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Yandara baba saka ribosaya. Wakati naongea naye nikamuuliza, nini kilichokusibu? Akasema yeye siku moja alikuwa amelala. Alipokuwa amelala akaona mtu amekuja kwenye ndoto. Akamwambia, inuka twende zetu. Akamuinua akaenda zake. Yeye akajiona ameinuka, anamfuata yule mtu.
amekwenda kuingizwa kwenye maagano ya kichawi. Kuna watu wengi tu, maagano mengi mnayopata kupitia ndoto. Mnaota ndoto na watu waliokufa, mnaota ndoto mnakula vyakula, mnaota ndoto mko kwenye vikao. Haujajua ni kitu gani, lakini ni kikao cha kukuingiza kwenye makubaliano. Kuna watu mmeingizwa kwenye maagano ya kifamilia. Kuna watu mmeingizwa kwenye maagano ya ukoo. Kuna watu mmeingizwa kwenye maagano ya mauti. Kuna watu mmeingizwa kwenye maagano ya magonjwa. Yaani utakufa na kisukari, piga huo utakufa na kansa, piga huo utakufa na ukimwi, piga huo utakufa na kifafa. Leo tunakataa kila magonjwa yaliyotengenezwa kichawi. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hebu kama unakataa, punga mkono wako namna hii. Hebu sema, nakataa leo. Sitakufa kabla ya wakati wangu. Naomba nisikilize vizuri sana. Nilikusomea kitabu cha Marko mtakatifu. Marko sura ya 5, ule mstari wa kwanza. Habari za mtu mmoja kwenye pwani ya nchi ya Wagerasi. Huyu bwana alikuwa ni mtu hodari sana na ni mhubiri wa neno la uzima. Lakini mapepo alipomwingia wakamtenga na hatima yake ya kulihubiri neno, wakampeleka mbali sana. Nisikilizeni vizuri sana. Unapokuwa umezaliwa kwenye tumbo la mama yako, kwenye ulimwengu leo wanaweza wakajua kabisa huyu mtoto aliyezaliwa ni nani. Wanajua kabisa baada ya miaka 30 anakwenda kuwa nani. Tumfunge leo ili asiwe vile anavyotakiwa kuwa. Ndio maana kuna watu mko hapa mkikumbuka ndoto zenu za tangu udogo, tangu kiwa unakuwa, akilini mwako ulikuwa unawaza kuwa mtu fulani, lakini leo umewekwa mbali na vile. Kwa nini? Kwa sababu walikujua utakuwa mtu fulani. Kwa hiyo walipambana na wewe tangu zamani ili usiwe yule anayetakiwa kuwa. Leo kutokea madhabahuni nasema kila uliyepangiwa kuwa mtu fulani utakuwa vile vile katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa vile vile kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Tingisha mwenzako, mwambie jiandae kuwa unavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo familia zetu zimefungwa na matatizo. Na kuna baadhi ya shida huwezi kuzisema nje. Uwezi. Kuna watu mko hapa mnanisikia, hata ndoto nazoziota za kuingiliwa kimwili. Kuna anayekuja alafu analala na wewe kama mumeo. Kuna anayekuja alafu analala na wewe kama mkeo. Kuna mtu umeolewa, unalala na mumeo, lakini bado kuna mwingine tena anakuja kulala na wewe. Unaota ndoto kwenye kitanda kimoja, mnatakiwa kuwa wawili lakini mko watatu. Uwezi ukasema. Ni shida za ndani hizo, umekaa kimya. Nani akusaidia kama sio Mungu wako uliyemkimbilia? Nani akusaidia kama sio Bwana uliyemfuata? Nani akusaidia kama sio Mungu aliyetutuma hapa? Leo nasema katika jina la Yesu, mapepo wachafu waliojiingiza kwenye familia zetu wafunge vilago, waondoke kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema, kwa jina la Yesu, kuanzia leo, ewe pepo uliyeingia kwenye maisha yangu, ondoka na kukataa kwa jina la Yesu. Na ni ngumu sana kujua kama pepo unaye. Ngumu sana. Ngumu sana kujua kama una mapepo. Nimekuambia habari za ushuhuda wa mtu mmoja jana hapa. Tukamuuliza kwamba imekuwaje. Akasema yeye siku ya kwanza alikuja kwa habari ya kucheki mkutano. Akaona mambo ya moto, siku ya pili mpaka siku ya 3 akakamatika. Nikamuuliza ilikuwaje. Akasema mimi nilijishangaa tu, nimeanguka na niko katikati ya watu wananiombea. Amejishangaa tu. Hautajua kama una pepo, hautajua kama umefungwa mpaka ufunguliwe. Hata mchawi leo, unayemsikia mchawi, kama kuna mchawi uko hapa, jiandae. Nitatamka neno leo, hautamaliza wiki una mawili. Ama unaokoka ama tunaweka matanga. Narudia tena ili ujue kwamba sijakosea. Kama kuna mchawi uko hapo unatusikia, leo yamekufika, una mawili. Ama unaokoka ama jiandae tuweke msiba. Mawili. Hakuna mambo ya kupaka mafuta. Tuna mawili. Kwa nini nakwambia maneno haya? Kwa sababu Mungu mbinguni na watumishi wake hapa duniani kuwafanya watu wake wafunguliwe waende kwenye hatima zao. Shetani na yeye ana watendakazi wake, waganga wa kienyeji, wasoma nyota, wachawi, wasihiri, wote ni kundi moja. Ushetani ni ule ule, tofauti ni vyumba. Kuna chumba cha wachawi, chumba cha uganga, lakini ni nyumba moja ile ile. Mchawi hapa jiandae. Jiandae. Mwambie mwenzako jiandae.
Mwambie mwenzako jiandae. Mwambie tena jiandae. Lakini natoa nafuu mojawapo. Nafuu mojawapo ni kwamba ukitaka hata kukata shauri kimya kimya, karibu. Unaelewa? Kuna mwingine atasema siwezi kuja pale mbele kwa sababu kuna baba mkwe. Njoo basi chemba. Umpokee Yesu, ulete mizigo yako yote. Aliyeleta mizigo imechomwa moto leo pale na amempokea Yesu. Haleluya. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya mtu yule. Watu wa Mungu wanachezewa kama mipira. Watu wanafanywa kama midoli. Kuna mtu uko hapa, shida ulionayo kwa sababu umelogwa. Na uwezi ukajua kama umelogwa. Uwezi ukajua mpaka utakapofunguliwa ndio utajua nilikuwa hivi. Kwa hiyo wakati mwingine mchawi hatukuiti hapa mbele kwa ajili ya afya yako. Kuna wengi waliologwa wako hapa wana hasira. Ndio maana ukiona ameshindikana tukutane chemba, jieleze. Unaufanye haraka, tukiondoka umalila hapa mawili. La kwanza ukilikataa subiria la pili. Haleluya. Mwambie mwenzako tumechoka mambo ya kulogwa. Mwambie tena tumechoka mambo ya kulogwa. Ukiona yuko kimya ndio huyo. Na leo utanyooka kwa jina la Yesu. Leo utanyooka kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, kanisa la Mungu. Tuna watu wako hapa. Kuna wakina mama wako hapa. Wanampenda Mungu, wanatamani kuzaa watoto. Lakini matumbo ya uzazi yamefungwa kichawi. Kuna watu wamefungwa hawezi kwenda kwenye hatima. Kuna mtu anauza nyanya, anauza ndizi, anapika mandazi, analima viazi, anafanya kibarua, hajawahi kutoboa. Kumbe umemfunga wewe. Imetosha. 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 Waacha watu wangu waende, asema Bwana. Haleluya, haleluya. Na wewe sio wa kwanza. Paliwahi kuwa na mchawi kwenye Biblia. Matendo ya Mitume kuna bwana mmoja ni mchawi. Alikuwa akifanya uchawi, lakini mitume wakamkomesha na uchawi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kila unayemwona duniani leo hajaja duniani kuzulula. Ana mission ya kimungu ameibeba. Anayo mission ya kimungu. Sasa wachawi ni wanadamu kama mimi na wewe, ila wao wana mapepo ya uchawi. Kama alivyo mwinjilisti, kama alivyo mchungaji, kama alivyo askofu, kama alivyo mwalimu, kama alivyo mtume, kama alivyo nabii. Ni watendakazi wa Bwana, ni watu kama wewe, isipokuwa wao wana Roho Mtakatifu ndani. Mchawi ni mtu kama wewe, isipokuwa na mapepo ya uchawi ndani. Wakati na mwoji yule mchawi aliyeokoka jana, akasema kwamba tumishi wa Mungu, mimi nimelala, mtu mmoja akanifuata, akaniambia inuka twende. Akamuita kwa jina, singependa kutaja jina lake hapa. Akamwambia twende, wakaenda naye mahala fulani. Tangu pale anasema akawa akifanya uchawi. Nikamuuliza, je, umeloga wangapi mpaka leo? Akaniambia wengi. Wengi. Nikamwambia na umefanya kazi hii tangu lini? Akaniambia tangu nikiwa mdogo. Leo hii ni mtu mzima. Nataka uwaze kuna watu wangapi ni vipofu leo kwa ajili ya watu kama wale. Manake kama Mungu asingemuokoa, nani ajuae kama mkutano huu wa Umalila Mungu alikuwa anamtafuta yeye? Nani ajuae? Haleluya watoto wa Mungu. Haleluya kanisa la Mungu. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa utukufu wake. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na leo mimi nitaomba maombi maalum sana. Yoyote uliye hapa, nguvu ya kichawi yoyote isikushinde katika jina la Yesu Kristo. Tuna watu wengi ambao kwa namna ya kiroho mnachukuliwa mnakwenda kwenye maagano. Kuna watu unaona usiku unaamka. Nikutolee mfano kidogo. Hebu nikufungulie kodi wachawi wanalogaje. Sema amen. Kwa sababu hata wao hawajijui. They are human being, ni wanadamu kama sisi, ila wana roho za kichawi ndani yake. Wanapokuwa wamelala usiku kwa mfano, anapokuwa amelala, ikifika saa 6, ile roho ya uchawi iliyo ndani yake ndio inamuamsha. Ni kama wewe mwimbaji, ni kama wewe mtumishi wa Mungu, ikifika saa 11 usingizi umekata, lazima uombe. Usifikiri ni bahati mbaya, ni Roho Mtakatifu anakuamsha. Hata na wao vile vile saa 6 usiku anaamshwa na roho za uchawi. Zinamwamsha. Yeye anajiona kama anaondoka mzima mzima, lakini anaondoka kama roho. Anapokuja kwako kukuloga, wewe hutamuona kwa sababu yuko kwenye dimension ya kiroho, wewe uko mwilini. Anaweza akakukaba sana
unaita janamizi. Amnaga janamizi, ni mapepo na wachawi wanafanya shughuli. Kama kuna, hebu nyosha mkono. Nani ushawahi kukabwa huko hapa? Nyosha mkono wako, nyosha, tusiogope. Ulishawahi kukabwa? Mimi kabla sijaokoka ndo nilikuwa namba 1 wa kukabwa. Ulikabwa bila shaka, ulitoa ushuhuda, ulikabwa. Mtumishi wa Bwana alikabwa na yeye. Hawachagui nani ni nani, wanakaba. Wanakaba mwenye hela, wanakaba masikini. Unaweza ukakabwa fukara, umekabwa. Dada watu hujaolewa, umezalishwa, bado wanakukaba. Hawana huruma. Wewe kusema jamani mnihurumie mimi mwenzenu, sina shamba, maskini, sina maisha, hakuna. Wao wanakaba yoyote. Anapokuja kwako ukiwa umelala kama roho, anapokuchezea na kukukaba ama kukukalia, wewe hautojua. Ila kwa sababu uko mwilini, utaota ndoto. Utasema jamani nimeota ndoto, kuna farasi mweusi ananipiga mateke. Wewe utaona farasi, lakini yeye wakati anatoka nyumbani kukuloga, ananuiza. Anasema nakwenda kwa kaka Mwakipesile. Kaka Mwakipesile akiniona mimi, aone nguruwe. Ndio watu mnaota ndoto nakimbizwa na ng'ombe. Ng'ombe anakukimbiza sana, anakukimbiza sana, akitaka kukupiga unastuka. Sio ng'ombe, hakunaga ng'ombe ulimwengu wa roho. Zile zote ni roho zimevaa maumbo ya ng'ombe. Na ndio maana hata wewe ni roho. Hebu sema mimi ni roho. Kabla ya kulala usiku, omba maombi haya. Unaomba ukisema Baba katika jina la Yesu, ninajigeuza kuwa simba mkali. Kila mchawi atakayekuja nitamtafuna katika jina la Yesu. Alafu lala. Utaona kitakachotokea. Niliwahi mimi wakati nalogwa, mimi ni kati ya watu ambao nafikiri kati ya walimu wa neno la uzima waliologwa sana. Wameniloga mimi kiasi ambacho mpaka wamenimaliza. Unalogwa mpaka ukiwa unapita wanakuona, wasema huyu achane naye, tutafute mwingine. Wanakuloga mpaka wanakumaliza. Ndio maana siogopi kusema mambo hayo, kwa sababu hawana walichobakisha kwangu. Wameshafanya yote na Bwana kanishindia. Haleluya. Siku moja nilikuwa nimelala. Nikiwa nimelala, mama mmoja mchawi akawa anakuja kunionea mara tena na tena. Anakuja ananikalia, yani ni majinga sana. Lenyewe yani anakuja ananikalia mno. Mimi nashangaa mbona nakandamizwa na likitu, kumbe amenikalia mara nyingi. Naamka mgongo unauma, najinyoosha, nasema jamani imekuwaje leo? Mgongo tafikiri nimelimishwa. Unakaliwa. Cheki wale watu wanaamka wanajinyoosha, wamekukalia. Kaliwa vizuri sana. Amenikalia mara nyingi sana. Mungu akanipa maarifa siku moja. Wakati naomba nikamwambia Baba katika jina la Yesu, nimechoka mambo ya kukaliwa. Sikia nikupe ukweli. Ulimwengu wa roho, upande wa giza, hautakuachia mpaka utamke neno. Hautakuachia. Eti kusema tu jamani utie huruma kwa sababu ni maskini wa Umalila, nakwambia utakaliwa mpaka unazikwa, wanakukalia. Mimi nikamwambia Baba nakataa kuanzia leo. Manyanyaso ya kiroho kuanzia sasa na yafunga na yakataa. Nikawaambia malaika watakatifu sikiliza. Kila mchawi atakayekuja mchapeni viboko. Alafu nikalala. Nilichoshuhudia kwenye ulimwengu wa roho nilishangaa. Nilikuwa kama mtu anayeota ndoto. Mama mmoja amekuja amevaa kilemba chake kwa lengo la kunikalia. Niliona fimbo zinamchapa, lakini wanaomchapa siwaoni. Yule mama alikimbia, nikastuka. Mimi mwenyewe niliomba achapwe, nikaanza kumuonea huruma. Hujanielewa? Mimi mwenyewe niliomba achapwe, lakini kwa kichapo alichopewa nilimuonea huruma. Nikasema kumbe ndio anachapika hivi, basi utanieleza. Hata leo nitakuchapa uliye hapa katika jina la Yesu Kristo. Tuna watu wamezaa watoto wazuri sana. Unaona watoto unaowaona hawa? Unaona watoto hawa? Wewe unaowaona hawa watoto unaona wa kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho kila mtoto hapa anajulikana anakwenda kuwa nani. Kwa hiyo wanaanza kumfunga mapema. Ndio maana kuna baadhi ya wazazi ambao watoto wenu kile kifika saa 8 usingizi umekata, kanaanza kulia. Katoto kana kusumbua mno, kana kusumbua sana. Kumbe wanakuja usiku kukafinya na kukafanyia mambo ya uchawi. Leo tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Mwambie mwenzako leo tunakataa. Kila vyanzo vya matatizo viondoke leo kwa jina la Yesu. Nani yuko tayari? Punga mkono hapa. Tuondoe vyanzo vya matatizo. Naomba usimame pale ulipo. Leo tunamaliza mkutano huu kwa habari ya mkutano kwa nje.
lakini bado counseling na maombezi yanaendelea. Kila mmoja naomba usimame pale ulipo, alafu sote tusogee hapa tunapoomba maombi haya. Kila mmoja leo nitamke maneno, kila mchawi anayekuchezea wewe na familia yako leo ataumbuka waziwazi katika jina la Yesu. Tafadhali watenda kazi nisaidieni kuwasogeza watu, wakina mama mliokaa mbali, wala msiogope. Sogea hapa. Uwezi jua maombi haya yatamuokoa mtoto wangapi kwako. Uwezi jua maombi haya yatakusaidiaje wewe. Kila mmoja sogea hapa mbele. Nisaidieni watu wa Mungu kupanga watu. Saidieni watu wa Mungu kupanga watu. Watenda kazi tafadhali, waimbaji, wanakwaya, watumishi wa Mungu, wainjilisti, nisaidieni kupanga watu. Leo nataka niombe maombi haya ya kuwaweka watu wakfu, mkae mbali na kuonewa. Unaposogea hapa, ufungue na mimi kitabu cha Isaya sura ya 54. Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 14. Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 14. Unaposogea hapa, kila mmoja pale ulipo, taratibu tu, jifunge kanga yako, sogea hapa vizuri, sogea hapa vizuri, wala usiondoke. Kuna mambo ya msingi leo. Nataka hata kama tunaondoka hapa Umalila, nibaki nimetamka neno ambalo hakuna mchawi atakaye kuondoa kabla ya siku zako. Naomba unisikilize vizuri sana, mtoto wa Mungu. Mungu hajakuleta duniani ili uteseke, hapana. Una makusudi ya kimungu. Wachawi wanaweza wakajua kwamba wewe utakwenda kuwa nani baadaye. Na kuna watu ambao umelogwa sio kwa sababu ya fedha nyingi ulizonazo, sio. Unaweza ukalogwa kwa sababu ya kanga tu ulionunua mpya. Wanaweza wakakuloga kwa sababu ya mtoto wako aliyekuwa Dar es Salaam, ndugu yako aliyekuwa Dar es Salaam, shemeji yako wa Mbeya mjini. Wakajua kabisa shemeji yake atamtoa huyu. Mlogeni huyu, wakafunga mipaka yako yote usipate msaada. Leo tuifungue mipaka ili yule ambaye ni rafiki yako yuko mjini, anayetakiwa kukusaidia, kukupa mtaji, kukusaidia wewe, atokee na akusaidie katika jina la Yesu. Nyosha mikono juu kila mmoja pale ulipo. Nyosha mikono juu kwa sauti kubwa. Kwa sauti kubwa sana. Sema maneno haya. Sema, nitathibitika katika haki. Nitathibitika katika haki. Bado kuna watu hawasemi. Jambo ni la msingi hili. Jambo ni la msingi brother. Hili jambo ni la msingi sana. Rudia maneno haya. Sema, nitathibitika katika haki. Nitathibitika katika haki. Nitakuwa mbali na kuonewa. Nitakuwa mbali na kuonewa. Nitakuwa mbali na kuonewa. Nitakuwa mbali na kuonewa. Maana sitaogopa. Maana sitaogopa. Na mbali na hofu. Mbali na hofu. Maana haitanikaribia. Maana haitanikaribia. Sema, Baba Mungu wa mbinguni. Baba Mungu wa mbinguni. Nipo mbele zako. Niko mbele zako. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Ninakiri ya kwamba. Ninakiri ya kwamba. Yesu ulikufa. Yesu ulikufa. Ukafufuka siku ya 3. Ukafufuka siku ya 3. Umeshinda mauti. Umeshinda mauti. Na mimi leo. Na mimi leo. Kila uchawi. Kila uchawi. Uliotumwa kwangu. Uliotumwa kwangu. Kwenye maisha yangu. Ninaukataa. Kwa jina la Yesu. Mapepo wachafu, roho chafu, roho za familia, mashetani wa ukoo, kuanzia leo ninawakataa kwa jina la Yesu. Ninawakataa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, Baba wa mbinguni, ninajiweka tayari kwa ajili ya kazi yako. Kila vifungo katika familia ninavivunja leo. Vivunjike kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Enyi mapepo, niachieni kwa damu ya Yesu. Kila uvimbe, kila uvimbe kwenye maisha yangu na ukataa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Matatizo yoyote nilionayo yanayosababishwa na mapepo leo niachie. 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 Nyosha mikono juu sasa tunapokuombea.
Baba, ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes. Tunalileta kusanyiko hili mbele zako. Funika macho. Tunauita ule moto wenye kuteketeza nguvu za mapepo. Yes. Tunauita ule moto wenye kuvunja kila uchawi. Tunauita ule moto wenye kuharibu kila matunguli. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Tunaharibu kila nguvu za giza. Tunaharibu kila nguvu za kipepo. Tunaharibu kila nguvu za kichawi. Tunaharibu kila roho za uharibifu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila pepo, kila limzimu lililomshika huyo mama, kila limzimu lililomshika huyo baba, kila uchawi uliosimama mahali hapa, ninausambaratisha kwa moto. Ninausambaratisha kwa moto. Uanze kuungua sasa. Uanze kuungua sasa. Na ruhusu radi za Roho Mtakatifu kulipua kila kazi ya ibilisi. Na ruhusu radi za Roho Mtakatifu. Na ruhusu meme wa Roho Mtakatifu uanze kupita kwenye miili ya watu hawa. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na ruhusu ile damu ya utakaso. Na ruhusu ile damu ya kufungua. Na ruhusu ile damu ya kukomboa. Na ruhusu ile damu ya kuponya. Kwa damu ya mwana kondoo. Mwachie mama huyo. Mwachie baba huyo. Mwachie binti huyo. Mwachie kijana huyo. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya agano ya Yesu Kristo. Ninaruhusu ile nguvu ya mamlaka ya kuponya. Naachilia upako wa neema. Naachilia upako wa neema. Naachilia upako wa mamlaka. Naachilia upako wa kuvunja kila nira za kuzimu, kila nira za mapepo, kila nira za uharibifu. Kwa moto leo, kwa moto leo nachoma uchawi. Kwa moto leo nachoma uchawi. Naruhusu moto, naruhusu moto, naruhusu moto, naruhusu moto. Malaika wa vita naruhusu mahali hapa. Wapita kila mahali. Wapiga kila nguvu za kichawi. Wapiga kila nguvu za uharibifu. Wapiga kila roho za kuzimu. Malaika Bwana wasingine kila mahali. Washambulia uchawi huo. Washambulia nguvu za giza hizo. Washambulia uchawi kwa moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu uchawi anguka. Kwa jina la Yesu aliye hai. Karabosaka. Nyosha mkono juu pale ulipo. Yes. Funika macho kwa uaminifu mkubwa sana. Na waona watu ambao wamefungiwa katika zizi. Na naliona zizi limefungwa na waya. Kuna zizi limefungwa na waya. Zizi sio imara sana, lakini kifungo kinakufanya usijue kwamba umefungwa. Kuna mtu huko ndani ya zizi. Funika macho yako, nataka kuomba. Kuna mtu Bwana anatakiwa kumtoa kwenye zizi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yes. Ewe mwanamke, unahangaika kwenye uzio, unahangaika kwenye zizi, katika jina la Yesu na utuma moto. Na utuma moto. Moto. Yes. Na vunja makomeo. Yes. Na ung'oa wa waya. Katika jina la Yesu. Yes. Na lifyeka hilo zizi. Vunja malango yake. Vunja makomeo yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes. Tumbo lililologwa. Yanaungua. Tumbo lililologwa. Yanaungua. Tumbo lililologwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na agiza kuanzia leo. Imetosha kukaa kwake. 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 Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Imetosha kukaa kwake. Toka kwenye zizi hilo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuanzia leo aondoke, aondoke, aondoke kwa jina la Yesu. Yes. Mama uliye hapa, mwanamke yote, weka mkono kwenye tumbo. Weka mkono kwenye tumbo. Rakapasaya. Karabosaka. Kuanzia sasa nashindilia moto kwenye tumbo hilo. Moto. 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 Na ileta nafsi yako. Rudisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rudisha. Rudisha. Kuanzia sasa rudisha. Leta akili yake. Nafsi yake irudi kuanzia sasa. Tunamfungua kutokea kwenye vifungo vya giza. Afunguke leo. Afunguke leo kwa damu ya Yesu Kristo. Afunguke leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupiga. Msaidini huyu dada. Rapa saya. Nyosha mikono juu, tulia kimya. Tenda kazi, msaidieni huyo dada. Muombeni huyo dada. Karabosaka. Bado iko kazi ya kufanya. Bado iko kazi ya kufanya.
Hey, naomba mtendakazi mmoja hapa tafadhali. Anatoka. Funguka binti, funguka leo. Funguka kuanzia leo. Funguka, ng'oka, chia, jina la Yesu. Mwacha huyu awe mzima. Yes. Awe mzima. Rapa saka. Rapapa. Rikoposaya. Rikababasaka. Randa rababasaya. Tendakazi, saidieni watu. Nyosha mkono juu, tulia kimya. Kuna mtu Mungu anamtafuta. Sijajua ni nani. Kuna mtu Mungu anamtafuta. Wow. Randa la baba sako. Na wewe uliye mtandaoni pamoja na sisi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pale pale ulipo, pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima kwa mamlaka ya jina lipitalo majina yote. Wakati wako umefika. Funguka ukatumike, asema Bwana. Funguka sasa. Saa ya kufunguliwa ni sasa binti. Funguka na vivunja kila vifungo vilivyokaa kwako miaka na miaka. Wamekufunga sana wakitegemea ya kwamba wamekuweza leo na kuweka huru uende kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Karabosaka. Yandara babasaka. Ndio. Funguka. Efata. Funguka. Kwa jina la Yesu. Funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Uwe mzima kuanzia leo. Uwe mzima kuanzia leo. Muombe huyu. Weka tumoni kwake. Muombe huyu dada. Karabosaka. Rinda la babasaya. Karabosako. Kwa jina la Yesu Kristo. Imesha. Bwana anaja naye. Katika umri alio nao, Bwana anaja naye. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapapa ya babasaya. Karabosako. Rinda la babasaka. Jesus. Ukiwa na utulivu wa namna hiyo, funika macho yako. Kuna watu kule, tafadhali watendakazi mlio hapa, twende kanisani kusaidia watu. Watendakazi mlio hapa, twendeni kanisani kusaidia watu. Nendeni kanisani kusaidia watu. Watu wa Mungu wakae huru. Kila mmoja sasa pale ulipo, hebu nyosha mikono yako miwili yote juu mbele za Bwana kwa uaminifu mkubwa. Punga namna hii mikono yako. Funua macho, punga namna hii. Sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, nipo mbele zako. Kama navyopunga mikono hii, maisha yangu pia yawe imara. Nakataa kulogwa. Mimi sitakufa kabla ya wakati wangu. Mimi sitakufa bali nitaishi. Kila pepo mchafu aniachie kwa damu ya Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Shangilie Bwana makofi mengi. Rapa sanda ribosaka. Nisikilize kidogo. Maombi na maombezi yanaendelea kanisani. Kama kuna mtu uko hapa, wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi ambaye umeloga miaka mingi. Lakini kuna mwingine ni mchawi sio kwamba unataka. Umelazimishwa kuwa mchawi. Kuna mtu uliota ndoto unakabidhiwa kifurushi. Yes. Uliota ndoto unapewa zawadi. Nataka niombe na watu ambao uliwahi kuota ndoto unapewa zawadi. Au uliota ndoto na mtu ambaye kwenye familia yako alikufa, alikuwa na sifa ya uchawi. Ila kwenye ndoto uliwahi kuota uko naye. Nataka niombe pamoja na wewe. Kuna watu wengi mnaachiwa. Uchawi sio kitu chochote. Uchawi ni roho. Ni roho maalum sana inayosambaza ushirikina. Kwa hiyo uchawi ni roho. Usione kwamba uchawi ni lifurushi. No. Uchawi ni roho. Unaweza kuwa mchawi na bado unapaka mafuta unapendeza. Unaweza kuwa mchawi na bado unaimba kwaya. Unaweza kuwa mchawi na bado ni mzee wa kanisa. Uchawi ni roho. Inaweza kukaa ndani yako ukafanya uchawi, alafu wakati mwingine na kuachia unakuwa mtu sawa. Nataka niombe na wewe.
Sasa siwezi kukuita hapa mbele kwa sababu itakuwa ni hatari kwako na watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo wote mlio hapa nyosha mikono juu, ukiwemo na wewe nyosha mikono juu. Kwa hiyo uwe mchawi usiwe mchawi, wewe nyosha mikono juu. Natumia hekima kumsaidia huyu mchawi leo ili apone kwenye wingu hili. Haleluya. Amen. Kwa sababu watu wa Mungu wana hasira. Kuna vijana wako kijijini leo, maisha hayaeleweki kwa sababu ya uchawi, wamefungwa kichawi. Funika macho, nyosha mikono juu, sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa milele. Baba Mungu wa milele. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Kuanzia leo. Roho za uchawi. Nazikataa. Kwenye maisha yangu. Roho za uchawi. Nazikataa. Kwenye maisha yangu. Ndani yangu nasikia kuomba watoto. Wakati nasali sala hii na ukiri huu, naomba mtendakazi mmoja unipangie watoto mstari hapa. Nataka niweke mikono juu ya watoto wote. Unaweza ukashangaa mambo kwa watoto hapa. Sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa milele, kuanzia leo roho ya uchawi na ikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na ikataa mikoba ya uchawi, uchawi wa ukoo, uchawi wa familia, uchawi wa kabila. Na ukataa leo. Ninajitenga na kila maagano ya uchawi niliyoingia kwa kujua au kutokujua. Ninakataa kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu pale ulipo. Nataka niwaguse watoto hawa. Yes. Nataka niweke mikono yangu juu ya watoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamuru kuanzia leo, roho ya uchawi, matatizo ya kiroho uliofungwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tafadhali wachungaji, tafadhali watumishi wa Mungu, nisaidieni tuweke mikono juu ya watoto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaamuru kuanzia leo, kila kifungo alichofungwa watoto hawa kwa kujua ama kutokujua, kifungo cha magonjwa, kifungo cha matatizo, kifungo cha laana, kifungo cha shida, kufa kabla ya wakati, na kataa kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu, achia, mwacheni mtoto huyu, chia, ngoka, 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 chia kwa jina Yesu. Kuanzia leo, mwacheni mtoto huyu. Kuanzia sasa, ondoka kwenye maisha yake. Ondoka na kuapisha, ondoka, ngoka, 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 ngoka kwa jina Yesu. Watoto waachiwe hawa. Ombea mtoto huyo mtendakazi. Ombea mtoto huyo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watendakazi tafadhali, shikeni watoto hawa kwa jina la Yesu. Funguka kuanzia leo. Funguka kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Huyo mshike huyo asianguke kwa jina la Yesu. Funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unaweza ukaona kila mmoja nyosha mikono juu mbele za Bwana, tulia kimya. Unaweza ukaona namna ambavyo watoto wamefungwa sana. Watendakazi kwa jina la Yesu, ngoka, achia mtoto huyu, ngoka, ondoka kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapa paya basako, rinda la basaya, karabo saka, rika paya, rete rabo sako, rinda la basaka. Mtoto yoyote aliyefungwa tangu kwenye tumbo la mama yake, leo ufunguke, 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 ufunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funguka leo, funguka leo, funguka leo, funguka leo. Rapa sando, funguka leo, funguka leo, funguka leo. Mtoto huyu aachiwe, aachiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nyosha mkono juu watoto. Wala usihangaike kunikimbilia mimi. Tulia tu pale. Mungu anakujua. Wala mama usisukume mtoto wako kwangu. Mungu anamjua vizuri sana. Mungu anawajua walio wake. Kuna waliofungwa Mungu anataka wafunguliwe. Kuna walio sawa Mungu hana mpango nao. Mungu anatafuta waliofungwa ili awafungue. Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta
kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Natangaza kufunguliwa kwao. Natangaza kufunguliwa kwako. Natangaza kufunguliwa kwa kila aliyefungwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rakapasanda kwa jina la Yesu. Jesus. 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 Sema maneno haya wote. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu nakuja mbele zako jioni ya leo. Najiweka wakfu kwa ajili yako Bwana. Sitakufa kwa uchawi wala kwa chochote, kwa jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi. Na wewe uliye mtandaoni, Bwana akutunze. Hautakufa bali utaishi kwa damu ya Yesu.